Rani wameanza kujitayarisha. Je, mimi na wewe, moyo wangu na wako, tumejiandaa haji kwa ajili ya kumshukuru Mungu? Nyimbo zimeanza, ukifungua redio, ukifungua kwa TV, ukienda kwa mitandao, maana siku hizi watu wamejaa kwa mitandao. Naona wakiimba sifa na kushukuru Mungu na kutokelezea na kuongea yale yaliyotendeka katika mwaka. Mimi na wewe, moyo wako na wangu umejaa nini? Lakini siku ya leo neno la Mungu litaenda kutufundisha kama watoto wa Mungu jinsi ya kumshukuru Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba na tukamshukuru Mungu kwa kila jambo. Mahali ambapo tumesomewa Zaburi wa 100 mstari wa 1 ndio wa 5, na nitasoma. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Mstari wa mwisho, rehema zake ni za milele na uaminifu wake vizazi na vizazi. Wapendwa, siku ya leo tutaenda kujifunza jinsi ya kumshukuru Mungu, ama kwa Kizungu tunasema cultivating an attitude of gratitude, ya kwamba kuwa na mtazamo wa shukrani. Cultivating an attitude of gratitude in our hearts, kuwa na mtazamo wa shukrani. Wapendwa, najua ya kwamba wakati unapofanyia mtu kitu na arudi kwako kwa furaha na akwambia asante, wakati ulinifanyia hivi na hivi, nilifurahi sana, hata moyo wako huo unafurahi kuona ya kwamba kumbe kuna jambo uliweza kutenda na likafurahisha mtu, likatimiza haja ya moyo wake, na anapokuja kukuambia asante, kukushukuru, unafurahi sana. Wapendwa, kwa Mungu wetu ni zaidi ya kwamba mfanyieni Mungu wetu shangwe dunia yote. Mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa ametembea na Mungu, alikuwa anaona Bwana vile alikuwa ameweza kumpigania, na wakati huu anawakumbusha watu, mimi na wewe, ya kwamba ni vizuri kuwa na moyo wa kumshukuru Mungu. Na utakubaliana na mimi ya kwamba wakati una furaha nyingi na unaposhukuru, mambo ni mengi huwa yanatendeka. Kuna watu wakiwa wametendewa mema na mazuri huwa wanacheka sana, na wengine wanaenda hata wanaandaa pati kwa sababu ya kushukuru. Wanasema ni asante kwa yale waliotendewa. Wengine hujawa na raha sana, hata unapata mtu akiwa peke yake anacheka. Wengine wanajawa na raha sana, unapata mtu ameanza kuimba nyimbo za furaha, za kushukuru kwa ajili ya matendo ya Mungu, kwa sababu mambo yametendeka kwake, yako sawa na moyo umejaa furaha. Wapendwa, neno la Mungu siku ya leo inaendelea kututia nguvu na kutuhimiza ya kwamba tunahitajika kuwa na mtazamo wa furaha, kuwa with an attitude of gratitude in our hearts, ya kwamba Mungu wetu anapendezwa na moyo wenye furaha, moyo wenye kushukuru, moyo wenye kusema asante. Wakati huu tumetembea mwaka mzima, kutoka Januari siku ya kwanza tulikuwa hai, mwaka tukapambana nao, ukawa na mambo mengi, baraka nyingi, changamoto nyingi, kulia kwingi, kuhangaika kwingi, kuteseka kwingi, na leo tarehe 7 ya mwezi wa mwisho wa mwaka huu tuko hai, tukijua ya kwamba ni wengi walitazamia ya kwamba watauona. Walikuwa wameandaa mipango, wamepanga mambo yao, lakini hawako pamoja nasi. Na sisi hakuna kitu ambacho tumeweza kumpatia Mungu, lakini katika mioyo yetu tuko na mtazamo wa furaha. Bwana Yesu asifiwe. We have an attitude of gratitude to our God. Yaani tunamwambia Mungu ni asante, kwa sababu isingekuwa wewe, hata tarehe 7 ya mwezi wa Disemba, ambao 7 ni ukamilifu wako Mungu, hatungeweza kufika. Na kwa sababu
ya mtazamo wetu wa furaha na shukurani nyingi zilizojaa katika mioyo yetu. Mtumishi wa Mungu Daudi akatukumbusha katika Zaburi ya 100 ya kwamba mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao tumeuona ukuu wa Mungu, tumeona Bwana akitutendea, Daudi anatukumbusha ya kwamba tumfanyieni Bwana shangwe, tupigeni kelele, watu wakasikie, dunia yote ikajue, ikatambua ya kwamba kuna Mungu anayetenda maajabu, tukimtumikia kwa furaha, na tujeni mbele zake kwa kuimba na kusifu. Bwana asifiwe. Attitude of gratitude, mtazamo wa kushukuru na wakuwa na shukurani. Hivyo Daudi ndivyo anavyotukumbusha ya kwamba kama vile tulivyo, ingawa na kwamba tunaweza mambo yanaweza kuwa ni magumu, inaweza kuwa yale ambayo tuliyotarajia mwaka mzima wa 2025 hayakufanyika, inaweza kuwa ya kwamba hata tunatazamia kuona mengi lakini bado, lakini mtumishi wa Mungu Daudi anatukumbusha ya kwamba ni vizuri kuwa na moyo wa shukrani tunapoishi, kwa mambo madogo unayoyapata, kwa mambo madogo yanayokutendekea, kwa mambo makubwa yanayokutendekea. Daudi anatukumbusha ya kwamba tunahitajika kuwa na moyo wa shukrani, kumshukuru Mungu kwa mema ambayo anatutendea, kumshukuru Mungu kwa ukuu wake, kwa sababu isingekuwa yeye hatungekuwa hapa siku ya leo. Na Wathesalonika wa kwanza 5:18, Paulo akawakumbusha wana wa Thesalonika kanisa, akawaambia ya kwamba na muwe na moyo wa kushukuru Mungu kwa sababu ya kibali chake na vile anavyowatendea. Ukisoma Wathesalonika, Paulo anawakumbusha watu wa Thessalonians, kanisa, ya kwamba na wakati wote muwe na moyo wa kushukuru kwa yale Bwana amewatendea, kwa kibali kile ambaye amewapatia cha kumtumikia, cha kuishi na kufanya mengi katika maisha yenu. Kwa hivyo wapendwa, siku ya leo tunapoenda kujikumbusha jinsi ya kuwa na mtazamo wa kuwa na shukurani katika mioyo yetu, swali kuu kwangu mimi na wewe ni kwamba, je, moyo wangu umejawa na shukurani kiasi gani? Moyo wangu uko na mtazamo gani kwa kumshukuru Mungu? Kwa sababu Daudi anatukumbusha ya kwamba ni vizuri kumshukuru Mungu kwa yale anayotutendea. Na je, mimi na wewe tuko na nafasi ya kwenda mbele za Mungu kumfanyia shangwe, kuongea watu hata wakasikia, kumtukuza Mungu kwa furaha, ili ulimwengu ukajue tunaye Mungu anayetutendea maajabu? Huyu ni Zaburi ambaye ananenwa na mtumishi wake Daudi, akitukumbusha ni vizuri kuwa na mtazamo wa shukrani, attitude of gratitude kwa Mungu wetu. Na ukiangalia mara nyingi sisi kama wanadamu hufika mahali tukajisahau, badala ya kushukuru tunajipata tunaanza kulia, badala ya kushukuru kwa sababu mambo ni mazito tunajipata tunaanza kulalamika. Lakini mtumishi wa Mungu, tunapoenda kumalizia mwaka, Daudi ana jambo la kutukumbusha ya kwamba ni vizuri tuwe na mtazamo wa shukrani. Na jambo la kwanza ambao Daudi anatukumbusha ili tukaweze kuwa na mtazamo wa shukrani, jambo la kwanza anatuambia ya kwamba ni vizuri wakati tunashukuru Mungu tukaseme ya kwamba kumshukuru ni jambo tunalolisema. Bwana Yesu asifiwe. Kumshukuru Mungu ni jambo tunalolisema, ni jambo lililo moyoni mwetu, ni jambo lililofanyika, ni jambo ambalo iko ndani yetu, na tunahisi ya kwamba tunataka tukaliseme, ili walimwengu wote wakajue furaha yetu, wakaweze kuja na kusifu pamoja nasi na kushukuru pamoja nasi. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba tukuwa na mtazamo wa shukurani, tunasema ya kwamba ni jambo tunalolisema. Ni jambo gani lililo moyoni mwako unalolisema kwa Mungu wako wakati kama huu,
mwaka unaenda kuisha, wa kumwambia Mungu ni asante kwa yale Bwana umenitendea, kwa kutembea na mimi mwaka mzima, kwa kunionyesha ya kwamba uko pamoja nami hata wakati ule mambo amekuwa mazito. Na anatukumbusha Daudi mstari wa 3, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo malishoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kondoo wa mwenyewe, tu malishoni na mwenyewe anatulisha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba jueni Bwana ndiye Mungu wenu, ndiye aliyetuumba sisi, ambaye ametupa uhai mwaka ulipoanza na saa hii tunapumua. Wakati tunapolala na kuamka huwa hatujui itakuwaje, lakini huyo aliyetupa uhai, aliyetuumba anatujua, na sisi tu kondoo malishoni pake. Anasema ya kwamba basi tuweni na moyo na mtazamo wa shukurani, na shukurani letu tuliweze kulisema, tukaweze kulitaja, tukaweze kulinena, tukaweze kuliimba, watu wakaweze kujua aliye ndani yetu vile anavyotenda. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Daudi anatukumbusha ya kwamba tusinyamaze. Bwana asifiwe. Wacha moyo wako usinyamaze kwa mazuri Bwana amekutendea mwaka huu wa 2025. Hata kama umepitia changamoto haje, kuwa na mtazamo wa shukrani. Henda mbele za Mungu, fanyia Bwana shangwe na vingelele, pigia Yesu makofi, inua kinywa chako kwa kumsifu, taja yale yote aliyokutendea, yaliyo mema, yaliyo mazito. Inusha kinywa chako na uliseme mbele zake. Mfanyie Bwana wimbo mpya, wimbo wa shukrani, wimbo wa kumtukuza. Ukia Mungu, Biblia inasema ya kwamba hata kwa kuimba na kucheza. Na ndio ukaona ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Exodus chapter 15, wakati wa wana wa Israeli, wakati Bwana aliwaongoza kutoka nchi ya utumwa akawapeleka mpaka nchi aliyowaahidi. Kumbuka hao wana wa Israeli walitumia miaka mingi jangwani wakihangaika, lakini kwa sababu Mungu alikuwa anatembea pamoja nao na akiwatendea kama vile mimi na wewe anavyotutendea. Biblia inasema ya kwamba walipovuka katika ng'ambo ile, Biblia inasema ya kwamba na Mariamu usistake ambaye alikuwa ni wa Aroni akaanza kuimba wimbo, na watu wote wakimfuata wakiimba wimbo wa kusifu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kushukuru Mungu kwa kusema. Bwana asifiwe. Unainuka, unaimba wimbo, unayasema, dunia yote ikajue ya kwamba kuna Mungu anayetenda. Bwana asifiwe. Ni jambo gani lililo moyoni wako? Unahisi ya kwamba unahitajika ukasimame na watu wote wakakutazame, wakaangalia, waseme na huyu kweli Mungu amemtendea. Waanze kukufuata kama Mariamu vile walianza kumfuata, wakiimba na kusema Mungu wetu ametuokoa, Mungu wetu ametutetea, Mungu wetu ametutoa nchi ya utumwa, Mungu wetu ametupeleka katika nchi ya ahadi. Na mioyo yetu imejaa shukrani, na tuna budi ya kuimba na kurukaruka tukisema ukuu wake. Ni jambo gani limekufikisha pale wana wa Israeli walifika? Imekutoa mahali inakupeleka ng'ambo ingine, na una wimbo wa kuimba. Wacha Bwana akaweke wimbo ndani yako. Bwana asifiwe. Wakati mwaka unapoenda kuisha, Bwana aweke wimbo mpya wa kumfanyia shangwe kwa ajili ya ukuu wake. Ukaseme na ukayataje yale aliyokutendea na alivyotembea na wewe, hata wakati wa kilio, wakati wa kuhangaika akasimama pamoja nawe, na sasa unapumua, unasema na jina la Mungu litukuzwe. Bwana aweke wimbo ili ukamtukuze. Haijalishi wimbo wako utauimbia upande gani. Bwana asifiwe. Haijalishi wimbo wako utaupeleka upande gani, lakini jambo moja ninajua ya kwamba kuna wimbo uliowekwa ndani yako, kuna kitu kilicho ndani yako, ya kwamba mwaka ukienda kuisha utainusha mikono na utasema mbele ya watu, na utasema mbele ya Mungu wako, na jina la Bwana litatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuru, lihimidini jina lake. Bwana asifiwe. Huyo ni Mungu aliyetuumba,
anayejua kuishi kwetu, anayejua kufa kwetu, anayejua kesho yetu. Bwana asifiwe. Ndio wanasema ya kwamba tukamshukuru. Na ukiangalia katika Biblia, ni watu wengi ambao wako na moyo ambao ilijaa shukrani, na wakawa wanamtolea Mungu shukrani kwa yale Bwana ambao amewatendea. Najua kuna watu walipitishwa mambo yaliyokuwa mazito, kama pengine mimi na wewe yale tumepitishwa mwaka huu, ambao wakati mwingine inaingia kwa akili yako, unaanza kukumbuka, lakini unapokumbuka unasema, lakini singelikuwa wewe Mungu, sijui mahali ningekuwa. Bwana asifiwe. Isingekuwa wewe Mungu, sijui ningeendaje. Lakini kwa sababu Mungu uliye naye alikupitisha na akakuweka uhai, na siku ya leo uko na furaha, hauna budi kumshukuru Mungu. Acha moyo wako ukajaa shukrani tunapoenda kumalizia mwaka. Biblia inasema ya kwamba Yesu anatujua. Anajua moyo wangu, anajua moyo wako, anajua kiasi cha furaha yako, anajua kiasi cha huzuni wako, anajua kiasi cha mahangaiko yako, anajua kiasi cha yale ambayo unayopitia. Maana anasema ya kwamba anatujua. Hakuna fiche ndani ya moyo wetu. Anajua hata ni siku ngapi hujalala, anajua ni siku ngapi umemlelea, anajua huu mwaka wote vile umehangaika, vile mambo yako yameenda yako sawa, anajua. Anasema basi na moyo wako ukajawe shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale yote umeyapitia, Bwana ajaze mioyo yetu shukrani. Tukamwimbie wimbo kwa kumshukuru, tukaimbe na kurukaruka kama wana wa Israeli na kusema Mungu wetu ulikuwa upande wetu. Jambo la pili ambalo ni la kumshukuru Mungu, ama la kuwa na mtazamo wa kushukuru. Jambo la pili ambalo sisi kama Wakristo inatusaidia kuwa na moyo wa mtazamo wa kushukuru. Jambo la pili ni kwamba tunasema kushukuru ni kitu tunachoonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Ama ya kwamba kutoa shukurani, it is something that we can put on display. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu ambacho tunaweza onyeshana, ni kitu ambacho unaweza peana. Kushukuru ni kitu tunachoonyesha. Unajua ya kwamba wakati mwingine hata kushukuru mtu na uende umwambie na alikufanyia mambo, asante, atafurahi kwa moyo. Lakini wakati unapoenda kushukuru Mungu, akushukuru mtu ambaye amekutendea mambo mazuri, na wewe umebeba kazawadi, umeibeba hivi, na umwambie ya kwamba rafiki, kuna mahali ulinitoa, kuna mahali ulinifikisha, na kwa sababu ya hiyo nimekuja na jambo, na shika shukrani leo hii. That is a sign of display, ya kuonyesha ya kwamba wewe umeshukuru na umeleta kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inatia moyo zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati atakapokaa, atakuwa anaangalia na kusema ni kweli, fulani alipokuja kuniambia asante, na hili ndilo ananipa, na unamtia morali. Wakati mwingine anasema na nitarudi kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anatukumbusha siku ya leo, hata nasi wakati tunapoenda kushukuru Mungu wetu, tusiende tu kwa kuimba na kucheza na kurukaruka. Let us give an offering of thanksgiving to the Lord. Praise the name of the Lord. Shukrani zetu ziwe zikaonekane mbele za Mungu, sio kwa kuongea, bali kwa matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapendezwa na shukrani ya kuletewa. Ndio kaona ya kwamba katika kitabu The Old Testament, wale watu walikuwa wakati Mungu anawafanyia mambo ya ajabu. Kama wale wewe walikuwa ni wafungaji ng'ombe, wafungaji kondoo. Mtu akiona ya kwamba Mungu amemjazia baraka nyingi katika familia yake, hako na kondoo, hako na mbuzi, hako na kila kitu, walikuwa wanaenda mbele za Mungu, wanachagua yule aliyenona mnyama, na wanapeleka, wanasema ya kwamba and this is for the Lord, as a sign of thanksgiving for the blessings of the Lord. Praise the name of the Lord. Hawakuwa wanaenda hivyo kwa mdomo wanaongea, kwa kuimba wanarukaruka, lakini mbele za Mungu wanaenda na dhabihu iliyo safi ya shukrani, na wakienda kumtolea Mungu. Biblia inasema ukisoma katika in the book of the Old Testament, Bwana alikuwa anapendezwa because the presence of the Lord could be felt, kwa sababu moyo wa Mungu umeweza kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu anafurahi hata wakati ule tunamwambia asante na kuenda na shukrani mbele zake. Kuna mtu alikuwa anasema ya kwamba na wakati hizo shukrani zinatolewa, zinaenda wapi? Nataka kukuambia jambo moja siku ya leo.
wakati unapotolea Mungu shukrani, usitake kujua linaenda wapi. Bwana asifiwe. Usitake kujua linafanya kazi gani. Usitake kujua ni njia gani limepitia. Pea Mungu shukrani yako, achilia, na baraka za Mungu zitakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo walikuwa wanafanya. Na hiyo ikanikumbusha wakati nilikuwa mtoto. Nilikuwa naona mamangu anapenda kwenda kanisa sana. Kwa sababu watoto ilivyo kawaida, unaondoka tu mnaenda kanisani kila wakati. Lakini kuna jambo nilikuwa naonanga mama yangu akifanya. Wakati Mungu amembariki sana kule kwa shamba, hapo na mahindi, hapo na maharagwe, hapo na vitu nyingi, kuna jambo ilikuwa inafanyika. Ya kwamba anasema ya kwamba na mtu asiende kwa shamba langu kwa sababu nimepewa baraka nyingi sana na Mungu. Nataka kwenda kupeana shukrani. Anabeba chondo yake, anaenda shambani, anakuna maharagwe yale yaliyo mazuri, anajaza ile chondo, na anabeba Jumapili, anaenda kanisani, na akifika anaenda anaweka pale kanisani madhabahuni, na anamwambia mchungaji, hiyo ndio uzao wangu wa shukrani mbele za Mungu, ili ikaombewe. Ikimaliza kuombewa, anarudi nyumbani, anawaambia ya kwamba endeni mkatuni mwanze kukula. Bwana asifiwe. Wengine tumelelewa tukiona hivyo, wazazi wetu kwa macho tukiona, wakiangalia mahindi waone ya kwamba imeanza kuwa sawa, anaangalia anabeba chondo, anaingia huko na anasema kusiingie mtu yeyote. Akienda na tuna yale yaliyo mazuri, anaweka pale, akipeleka kanisani, haulizi itakulwa na mchungaji, itaenda na nani. Lakini jambo moja, anajua ya kwamba amepeana shukrani kwa aliyempa mahindi, maharagwe, akajaza kwa boma yake. Bwana asifiwe. Hilo ndilo shukrani. Bwana asifiwe. Ikienda kukulwa na mchungaji, ikipewa nani, alikuwa hataki kujua. Bwana asifiwe. Lakini moyo wake umetimiza. Bwana asifiwe. Ni jambo gani mimi na wewe tunamfanyia Mungu wakati tunaenda mbele zake kwa shukrani? Wacha Mungu akatusaidie tukawe na huyo moyo wa mtazamo wa shukrani. Cultivating an attitude of gratitude before the Lord. It doesn't matter. Haijalishi unapitia magapi, haijalishi umehangaika aje, lakini katika moyo wako kuna jambo unaweza kuenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, hata kama Mungu nimepitia aje, hili tu jambo ya kukushukuru. Bwana asifiwe. Haukosi tu moja kwa yale umeyapitia. Na ndio naleta changamoto kwetu ya kwamba mwaka unapoisha 2025, Biblia inasema ya kwamba count your blessings, name them one by one, and you shall be surprised what the Lord has done to you. Bwana Yesu asifiwe. Anza kuhesabu sasa tarehe 7 ya ukamilifu wa Mungu. Count your blessings one by one, and you will be surprised by the end of the year what the Lord has done to you. And as you go to 2026, the Lord will shower you with His blessings more and more to your life. Bwana asifiwe. Because kwa sababu moyo wako umejua kushukuru, unahesabu ya 2025, unaenda mbele zake, unamwambia asante, na hii ndio Mungu nakupa kwa shukrani. Utakapofuka tarehe 1 ya 2026, anasema ya kwamba na kwa sababu ya mtazamo wako wa moyo wa shukrani, na kuja mbele zangu kwa kuimba na kurukaruka na kunitolea yale ambayo unaona inanifaa, basi na kufukisha 2026 with showers of blessing. May that be your portion as we cross over to 2026 in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Bwana tuundie moyo wa shukrani. Wakati mwingine sisi kama wanadamu tunajisahau na tunasahau yale anayotutendea, lakini kwa sababu huyu mtumishi wa Mungu Daudi ametukumbusha, Bwana tuumbie moyo wa shukrani, tukajue jinsi ya kukushukuru. Katika moyo wako kuna jambo unasema ya kwamba Mungu, nataka kukushukuru. Kuna jambo unayosema ya kwamba Mungu, nataka kukuimbia wimbo mpya. Kuna jambo unamwambia Mungu, hata kama nimepitia haya yote, niko jambo la kukuambia. Leo mtumishi wa Mungu Zaburi anatuambia, mfanyeni Bwana shangwe, muimbie, munene, yaseme, yafanye, ili akaweze kupokea sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu, anatuambia hivyo kwa sababu neno lake anasema ya kwamba alitapita bure. Kuna wakati
Nehemia alienda kujenga ukuta wa Yerusalemu. Wakati ule walikuwa umeharibika na mambo yakawa yako sawa. Kule Nehemia alipokuwa anajenga ule ukuta, akawa anapitia changamoto nyingi, akawa mambo ni mazito. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Nehemia 12:46, the book of Nehemiah chapter 12 verse 46, alipomaliza kujenga ule ukuta, baada ya kupitia changamoto na kudharauliwa na kuchekelewa akijenga huo ukuta na kuambiwa ya kwamba hata mbweha zinaweza zikaangusha, kwa wale ambao wanaona mambo mengine hayawezekani kwa maisha ya watu, wakawa wanamchekelea na kumwambia ya kwamba haitawezekana. Biblia inasema ya kwamba in the book of Nehemiah chapter 12 verse 46, ilipoisha ule ukuta, all the leaders, all viongozi wote wale waliokuwa pale waliitana kwa mkutano, wote wakaanza kuimba nyimbo, watu wakisikia, wakimshukuru Mungu kwa kuwasaidia kujenga tena ukuta wa Yerusalemu. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa wakati mambo yako yamehangaika, au julikani uko wapi, haueleweki, unachekelewa, maisha yako haiko sawa, lakini kuna siku, Bwana asifiwe, kuna siku itafika. Kuna siku itafika, moyo wako utajazwa furaha. Bwana asifiwe. Kuna siku itafika, utabubujika kwa machozi. Kuna siku itafika, utawimba wimbo mpya ambao hujui utatoka wapi. Bwana asifiwe. Kuna siku ifika ya wanaohangaika. Kuna siku inaofika wanaomtumainia Mungu wakaimba wimbo. Na iwe siku yako. Bwana asifiwe. Na iwe siku yako, siku moja, ya kwamba haya mahangaiko yote, mateso yote uliyoyapitia itageuzwa na kuwa wimbo mpya. Bwana asifiwe. Bwana aweke wimbo mpya kwako. Kisoma katika kitabu cha Zaburi 50:14 inasema hivi. Zaburi 50 na Psalm 50:14 inasema hivi: mtolee Bwana dhabihu za shukrani, mtukuze aliye juu nadhiri yako. Nasema offer to God a sacrifice of thanksgiving. Kwa Kizungu inasema hivyo. Kwa Kiswahili inasema mtolee Bwana dhabihu za shukrani, umtukuze aliye juu nadhiri zako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye Mungu anasema hivyo. Kumbe Mungu anapendezwa wakati tunamtolea dhabihu za shukrani. Mpaka unapoisha, mimi na wewe tujitayarishe kwenda mbele za Mungu. Na tumesema ya kwamba haijalishi utaenda wapi, it is upon you. Bwana Yesu asifiwe. With your heart, wewe na moyo wako, enda katika kamati yako, ongea na Mungu wako, na mahali Mungu atakuelekeza kwa ajili ya shukrani, enda pale, na Mungu atakuwa pamoja nawe. Maana Mungu anasema ya kwamba anajua maisha yetu. Anasema ya kwamba anatuelewa, na Mungu anatujua zaidi kupita yeyote ambaye anayetujua. Na hii kanikumbusha ya kwamba kuna wakati mwanamke mmoja katika kitabu cha Luke chapter 7 verse 38. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaonekana ya kwamba hayuko sawa, na alikuwa anaonekana ya kwamba ni mwenye dhambi. Lakini wakati alipoona Yesu, Biblia inasema ya kwamba alienda miguuni pa Yesu na akaanza kulilia pale, na alikuwa amebeba mafuta ambayo yalikuwa ya dhamana sana. Biblia inasema hivyo, kisoma in the book of Luke chapter 7 verse 38. Huyu mwanamke akaangalia vile alivyo na vile watu wanavyomuona hayuko sawa, lakini akajua ya kwamba kuna mtu. Akaangalia Yesu mahali pokuwa, akaenda akakaa miguuni pake, akaanza kumlilia pale, akililia Mungu. Biblia inasema ya kwamba hakuwa hata na taweli ya kupanguza miguu pa Yesu. Akachukua nywele zake, wacha hizi zetu za kuweka kubandika, zake zilikuwa sawa, smart tena. Akaanza kumvuta Yesu miguu yake na nywele zake, kwa sababu ya yale Bwana ambaye alikuwa amemtendea. Akamvuta, na alipomaliza, Biblia inasema ya kwamba akawa na mafuta ya pesa nyingi sana, akaanza kumpaka Yesu na kumspray anuke vizuri. Lakini wale waliokuwa pamoja na huyo mwanamke, Simon, wakaangalia, wakaona mwanamke ana akili timamu. Wakamwangalia wakasema, na huyu mwanamke anafanya kazi gani? Bwana anaharibu mafuta ya dhamana nyingi hivyo. Lakini Biblia inasema, ukisoma, huyu mwanamke alikuwa anajua anaenda kutafuta nini. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatafuta nini kwa Yesu? Alikuwa anajielewa kabisa. Lakini wale waliomwangalia na kumtazama walikuwa wanaona mwanamke ajielewi, ambaye ako na kichaa, ajui anaenda wapi. Lakini alipomaliza yale yote,
Yesu. Yesu akamwangalia na akamwambia kwamba yote kwako yamekuwa sawa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia moyo. Bwana asifiwe. Mungu anaangalia moyo. Ndio tukasema an attitude of gratitude. Wakati moyo wako unatenda wema, unatenda ukiwa wapi? Attitude of gratitude. Hiyo ndio itakutunukia baraka zako. Moyo wako, vile unavyofanya na vile unavyobubujika, haijalishi watu watakusema aje, haijalishi watakunena aje, lakini kilicho ndani ya moyo wako ambacho unamimina na kusema hapa ndipo na sitoki hata nifanywe nini, hapo ndipo Yesu anaingilia na kukutendea. Bwana akuangalie na jicho yake na akuone mtazamo wako wakati unapoenda mbele zake kwa shukrani. Lakini hata hivyo, Bwana atufunze kuhesabu baraka zetu. Count your blessings every day. Ukiamka mwambie Bwana ni asante, na ujifunze kuwa na moyo wa kushukuru, kwa sababu mahali ambapo kuna moyo ambao wa kushukuru hakuna kulalamika. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ana moyo wa kushukuru hata kama anahangaika aje, ana furaha na kuna mambo yanatendeka. Kwa mtu ambaye ana furaha hata kama ako na shida, na kwa kwamba nikiangalia naona kwamba there are benefits of gratitude. Yaani kwa mtu ambaye ana moyo wa shukrani, kuna mambo hata akitembea, huyo mtu ana furaha. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu analala usingizi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Halali na kuamka usiku na kuanza kupiga maduru. Halali na kuamka usiku kwa sababu ajui atafanya nini. Bwana anampa utulivu, anampa usingizi mzuri. Huyo mtu hana pressure. Bwana asifiwe. Onanga pressure zingine ni kwa sababu ya kwamba moyo haujatulia. By the way, magonjwa mengine ni kwa sababu moyo haujatulia. Moyo haujatulia. Ndio unaona mambo yanapata watu wengi, moyo haujatulia. Bwana atusaidie ya kwamba mioyo yetu itatulia na tutajifunza kumwambia Mungu hata kama mambo yako aje, Bwana tuliza mioyo yetu ili tukaweze kuwa sawa, kwa sababu akiwa pamoja nasi atatusaidia, atakuwa pamoja nasi, atatutia nguvu za kuendelea kumtumikia. Do we really appreciate our God? Kweli tunamshukuru Mungu? Kama bado, Bwana atusaidie tujifunze kumshukuru Mungu, na kama tunafanya, Bwana atusaidie ya kwamba tutafanya zaidi na zaidi na hatutalalamika. Why should we appreciate our God? Kwa sababu ya yale anatutendea, yale atakayotutendea na yale ambayo yatakayokuwa kwa wakati hatujui. Bwana asifiwe. Kwa hivyo moyo wetu ujawe na shukrani. Moyo wetu ujifunze kunena aliyoyatenda. Moyo wetu ujifunze kumsifu. Moyo wetu ujifunze hata kuonyesha kwa matendo yale Bwana ameweza kutendea, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wakati kama huu, najua ya kwamba umeanza kuhesabu baraka zako, umeanza kuhesabu na umeanza kuona ni mangapi Bwana ameweza kukutendea, na kwa sababu moyo wako umejawa na shukrani, nataka tukaweze kusimama pamoja tukaimbe wimbo unasema ya kwamba count your blessings, na tutaimba na kizungu leo, tutaimba na Kiswahili 136 ambao inasema ya kwamba hata kama maisha yamekurusha yamekuweka sijui wapi, count your blessings as the year ends and you shall be surprised what the Lord has done to your life, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Praise and worship. John nisaidie 136. Na tusimame sote, tutaimba huo wimbo, na tunapoimba huo wimbo najua ya kwamba kuna mtu pengine amejitayarisha kwa mafungu yake.